Haya jamani, karibuni kwenye kipindi chetu. Asante. Una shida na content? Naanza na wewe uliokimbia. Hapana, kwa nini? Mbona tumeambiwa ghafla uko chooni? Tumbo tutoka jana. Jana ulimwambia nani tumbo linakuuma? Nani anajua kama jana tumbo lilikuwa linakuuma? Wale wanajua waliotoka. Nani? Nimwambia asubuhi, ila usiku sikusema, siko usiku sana. Nirudi tu nikalala. Wewe janja, si hatutaki ujanja hapa. Kwa hiyo hakuna anayejua kama unaumwa tumbo. Ila sasa hivi ndio wamejua, si ndio? Sasa wewe wanajua toka asubuhi. Haya, wewe umetokea wapi? Umetusikia wapi? Mimi nimetokea Dar es Salaam na niliwasikia kupitia Instagram. Yaani nilikuwa napita. Kwa hiyo nikaona peji yako. Unatoa fursa kwa hapo ndo nilipokuonea. Na wewe ukaamua kuja. Dar es Salaam ulikuwa unajishughulisha na nini? Biashara tu ndogo. Biashara gani? Nilikuwa nauza tu viatu. Unauza viatu? Na nilikuwa nasoma pia. Unasoma nini? Maendeleo ya jamii. Lakini niliposti pondi kidogo. Maendeleo ya jamii umesoma mpaka? Diploma umemaliza au ndio umeacha? Nimemaliza. Diploma. Biashara ya viatu? Kwa nimesitisha kwanza. Kwa nini sasa? Kazi. Watu wanatafuta kazi kutafuta mtaji, wakafanya biashara. Wewe ulikuwa kwenye biashara. Sasa si ilikuwa nataka kuiboresha. Kwa hiyo umekuja huku ili upate mtaji. Ndio. Unatafuta kiasi gani? Kuanzia 300,000. 300,000. Sasa 300,000 ndugu yangu, si mshahara wa miezi mingapi? Kama unatafuta 300,000, Lucy, kweli? Hapa tunazungumza na watu ambao wana uwezo wa kufanya kazi angalau mwaka mmoja. Sasa ukisema unatafuta 300,000. Sio 300,000 yani kwamba kwa mwaka. Umesema kuanzia. Nimejua kuanzia. Mtaji unaotafuta. Mtaji milioni 2 angalau. Yaani wewe. Kwa hiyo umenitajia 300,000 ni nini, mshahara? Nimesikia nimesikia kwamba unatamani kupata shingapi. Shingapi sio unatamani. Kupata shingapi sio swala la wewe kutamani. Ni swala la wewe kujiandaa kulipwa hata milioni ikiwezekana. Kuna watu ambao wameshajiandaa, wana uzoefu aidha kwenye malezi, mapishi au usafi. Wanastahili kulipwa zaidi hata ya milioni. Kwa hiyo sio swala la wewe kutamani. Na hiyo ndio shida watu wengi. Wanatamani hela lakini hawatamani kujinoa. Sasa ukitaka hela zikufate, jinoe. Yaani kuna watu wakifika tu hapa wala hatuulizi. Yaani hatuzungumzi. Unasema kabisa huyu anastahili milioni 1. Au huyu anastahili kwenda kwenye kazi za 500,000. Kutokana na namna ambavyo wameshajinoa, wameshajiandaa kwa muda. Sasa kila mtu anatamani hela. Kuna mtu asotamani hela nyingi. Hata mimi natamani hizo hela nyingi. Lakini siwezi hata siku moja kusema natamani labda nipate milioni 50 au milioni 100. Inabidi nijue nifanye nini, nijinoe wapi, nahitaji maarifa gani, nahitaji ujuzi gani ambao inabidi nifanye mchakato wa kujisomesha, kujiendeleza, kujifunza ili sasa hizo hela nazo zitamani ziweze kuja kwangu bila kufosi. Kwa ujuzi, si ndio? Na maarifa ulionayo. Hivi ninavyowafundisha hivi sio bahati mbaya. Mimi kwanza nimejinoa na naendelea kujinoa na naonyesha dunia kwamba mimi niko tofauti wangu ni huu. Ndio ni wadada wa kazi wale ambao wanapatikana, lakini huku kwetu tunawasimamia kwa maadili haya. Sijui unaelewa? Kwa hiyo kuna watu ambao wanavutiwa. Hata hapa kuna ushahidi tu, mtu anasema wadada kutoka kwako shingapi? Umeona confidence yangu kwamba nawaambia wadada hapa kuanzia 150,000. Why? Kwa sababu kwa standardi za maadili ambazo tunaziweka kutokana na yani ujuzi na uwezo tulionao na uzoefu wa muda mrefu, watu wako tayari kulipia. Lakini pia wale ambao wanaleta kona, umeona nilivyo mkali? Umeona toka mara ya kwanza nilikuta kwanza umevaa vitu vya ajabu ndani. Umekuja na kingo chako cha kubana, nilikwambiaje? Maana hiyo atakuwa kwenye kamera. Lakini sema nilivyokuambia, nilivyokukuta tu pale umevaa nguo yako ya ajabu. Nilikwambiaje? Ulinikanya. Nikakwambiaje? Siruhusiwi. Nikakwambia huruhusiwi. Lakini wakati unaulizia taratibu za kujiunga na sisi uliambiwa kwa swala la mavazi? Ndio.
lakini ukutilia maanani. Ulivyofika tu, sisi hapa wenyewe tunaosimamia maadili ukaanza kutuvalia vitu vya ajabu. Sasa ukifika kwa bosi wako nikakwambiaje? Kwamba sasa kama unatuvalia hapa hivi, ukifika huko kwa bosi utavaaje? Na unaelewa kwa nini tumeweka hiyo standard ya mavazi ya heshima? Ni kwa faida yetu sisi au ni kwa faida yako? Lucy, msomi wa maendeleo ya jamii ngazi ya diploma, tupime na IQ yako sasa. Wewe unafikiri hizi sheria tulizoziweka ni faida yetu sisi au ni ya kwako? Ya kwangu pia. Sasa mbona uzingatii? Mbona uzingatii Lucy? Maana hapa si hatupotezi muda. Utaenda kazini, utafanya vitu hivyo ambavyo sisi tumekataza, huku wewe kule utavifanya, matokeo yake ukai kazini. Bosi wako atakuondoa, utarudi mtaani. Malengo yako ya kutafuta hizo 2 milioni unazosema yatakuwa hayajatimia, lakini pia kusema wewe ni smart dada. Haya, maana 300,000 unayotaja ni dada smart. Hizi dada smart unashindwa kuwa aware, ile awareness tu kwamba sasa niko kazini, siko kwa bwana yangu, siko kwa mume wangu, siko kwangu kwenye chumba changu ambacho naweza nikavaa chochote ninachotaka. Niko kwenye miji ya watu na nimekuja kufanya kazi. Hiyo awareness huna? Dada wa diploma? Unayo. Haya. Sawa, na imani unaelewa toka umekuja hapa kuna namna unaona unapata awareness tofauti. Na hiyo tofauti mimi nataka nikuhakikishie Lucy. Hiyo awareness unayoiona hapa, either uione rahisi au ngumu, lakini hiyo ndio inaweza ikakusaidia kama utaizingatia. Kwa sababu huko nje watu wanaofanya mambo kikawaida na mambo ya ajabu kama hayo wamejaa wengi. Na watu wamechoka. Kuna watu wamechoka kabisa, hawataki hayo mambo. Wanataka watu ambao kidogo wanajielewa, wanajitambua, wana heshima, ni wachapakazi, wako tayari kulipa zaidi. Kwa sababu kwa nini mtu aache dada wa 40,000 aje wa dada center akamlipe 150,000 au alipe 300,000 kama uwezo unao, au alipe 500,000 mpaka 1,000,000? Kuna mahali watu wamefika, wamechoka, wanatafuta vitu adimu. Sasa vitu adimu waga havipatikani kirahisi, si ndio? Dhahabu unaweza ukaokota hapo barabarani? Hapana. Uwezi kuokota, lakini mawe unaokota, si ndio? Bei ya jiwe la kawaida si hata uwezi, kwanza sijui niseme hata uwezi mtu anaweza kuokota jiwe pale akakuambia umpe hela ukampa. Lakini dhahabu inauzwa na inauzwa hela ndogo au inauzwa dhahabu bei kubwa. Sasa maadili tunayohubiri hapa ndugu yangu ni zaidi ya dhahabu. Tabia tunazowaelekeza msizione ni zigo. Maana na kuona kisura chako unavyokiweka unaona yani huku unaona kama masharti magumu sana. Hizo ndio hela zenyewe ambazo wewe unazitafuta. Wewe tatizo unaangalia noti tu, lakini huangalii kwamba hela ni wewe, jinsi utakavyoweza kujibrand. Ukijibrand na tabia nzuri, maadili mazuri, ndio unakuwa pesa. Sawa? Umeelewa Lucy? Umeelewa. Haya. Sisi kazi yetu tumefanya. Pengine ni wewe sasa. Maana awareness tumekupa. Palipobaki ni wewe. Ukichagua kufanya utafanikiwa. Ukiacha hakuna shida. Ni wewe ndio utakayebaki kwenye umaskini. Sio sisi. Sisi tunatamani tungekuwa na macho ya rohoni, tukaona kwamba huyu mtu hayuko serious. Mapema tu tungekuchuja. Lakini kuna vitu unasema ngoja nimpe mtu muda, kwa sababu binadamu tumeumbwa kubadilika, tumeumbwa kupata awareness, tumeumbwa kujifunza. Sawa? Ingawaje kuna wengine atakuitikia kama hivyo unavyoitika, lakini laingilia hapa linatokea hapa, hilo limeenda. Haya, karibu. Dada Zaituni? Karibu. Asante. Wewe umetokea wapi, umetusikia wapi? Mimi natokea Africana. Nimeona Facebook, wanakufuatilia sana. Unatufuatilia? Wanakufuatilia. Okay. Kitu gani kimekuvutia katika kutufuatilia? Mimi kitu ambacho kimenivutia. Nafikiri internet imekata pale. Hebu waulize wamezima wamefanyaje? Kitu ambacho mimi wa internet. Kitu ambacho mimi kimenivutia ni wewe kujiamini. Maana kuna siku nilikusikia umesema mimi pia nilifanya kazi za nyumbani. Nikasema wow, kumbe pia mimi naweza. Kwa hiyo wewe ulikuwa unachukulia kazi za nyumbani? Hapana, si mimi kiupande wangu
Nasema kama yeye alikuwa anafanya kazi za nyumbani na sasa yuko hapa, pia mimi inawezekana na mimi nikafanya na Mwenyezi Mungu akanifungulia mwangaza nikasonga mbele. Okay. Haya, karibu. Asante. Kwa hiyo malengo yako ya kuja kwetu ni nini? Malengo yangu ni ya kifamilia zaidi. Ya kifamilia kivipi? Unatafuta mume? Mume ninaye. Mume unaye? Na watoto? Watoto nao wawili, msichana na mvulana. Okay. Kwa hiyo hayo malengo sasa ya kifamilia ni ya kuisaidia familia. Kuisaidia familia. Mtoto wangu mdogo alikuwa na changamoto za figo. Sasa kuna vitu baadhi nilikopa hivi. Sasa nataka nifanye kazi nisaidie mwenzangu turudishe. Okay. Okay. Baada ya hapo sasa Mwenyezi Mungu akinipa pumzi naweza kuja sasa nikakwambia sasa malengo yangu ni haya. Okay. Kwa sasa hii malengo yangu ni ya kifamilia zaidi. Okay. Sawa. Basi haina shida. Cha muhimu tu ni kutumia nguvu ambazo Mungu amekupa, akili, unyenyekevu, maana watu ambao umeshakuwa na familia pia ni changamoto kwenye kazi. Unapoanza kutumwa, unapotaka kutumwa, ukielekezwa hutaki. Si ushakuwa na mji wako? Hapana, wajua nilipoamua kuja hapa, yani si kuja hapa kwa kuwa mimi ni mtu mzima. Nimekuja hapa kama mtu yoyote yule. Nikiwa kwenye mtoto nakaa, nikiwa kwenye mtu mzima pia nakaa. Tutaona. Inshallah. Tutaona. Kwa sababu hapa wamekuja wenzako wameongea vizuri kuliko wewe. Lakini kutokana sasa na ile hali ya utu uzima inawasumbua. Kwa sababu feedback tunazopata ni dada hataki kuelekezwa, anataka ajiamulie nyumbani kwa watu. Sasa pale si kwangu. Wewe ndio sasa kama una hiyo awareness itakusaidia sana. Kama una hiyo awareness, lakini kuna watu wamekuja hapa walitakiwa wawe na awareness kama ya kwako unachosema. Na ile hali ya uvumilivu kwamba sasa niko kwenye hizi kazi, wacha nivumilie kutumwa, kuelekezwa ili niweze kupata ninachokitaka. Lakini pia sisi kwenye neno la Mungu tunaambiwa tuwe wanyenyekevu. Yani wakati mwingine Mungu anakupitisha kwenye hizi kazi ili akufunze unyenyekevu. Umeona? Lakini tunasumbuliwa na kiburi ambacho huna chochote, yani kiburi cha nini? Una hela, una mtaji, una biashara, unakuwa na kiburi cha nini? Lakini kuhudumia watu ni huduma, ni huduma nzuri, yani ni huduma ya kimungu. Kwa unapokubali kwenda kuhudumia binadamu wenzako, yani ni baraka. Na ukiwahudumia kwa upendo kutoka moyoni, yani kama vile unafanya kama yani hii ni kazi yako. Yani unavaa viatu vya bosi wako. Kwamba ningekuwa mimi ndio bosi, nina dada amekuja nyumbani kwangu, ningependa huyu dada anihudumieje. Ukiwa unawaza hivyo, unapata baraka nyingi kwa Mungu na bosi wako atakupenda, atakulipa vizuri na utapata kile unachokitaka. Lakini watu wengi hawataki hivyo. Wao wanaenda kwenye nyumba za watu na ajenda zao, ni kubishana, ni kutaka kufanya wanavyotaka, ni kuwasema mabosi wao vibaya, mambo ambayo yanawaharibia. Mwisho wa siku huwezi kukaa. Bosi lazima atakuondoa. Hakuna mtu atalipia stress. Yani yeye akulipe hela nyingi, alafu bado umpe stress nyumbani kwake. Hicho kitu hakipo. Kwa hiyo dada Zaituni, mimi nimefurahi kwamba una hiyo awareness kubwa kabisa. Kama kweli utafanya kama unavyosema, kwa sababu utafanya mna shida. Maneno nayo watu wana maneno mengi. Mimi nachosema neno la Mungu linatuambia utawajua kwa matendo yao, sio maneno. Kwa hiyo hapa tunaongea kwenye hichi kipindi, lakini matendo ndio sasa tukienda kwenye kupeana hiyo fursa, hizo kazi, tunaanza kufuatilia utendaji wa kazi wa Zaituni ukoje, tabia yake ikoje. Tunauliza waajiri wetu hao. Namuuliza vipi nidhamu ya dada ikoje? Anakuambia dada mjeuri, dada asiki, dada hivi. Au anakuambia dada mtulivu, dada mnyenyekevu, dada ana tabia nzuri sana. Umeona? Kwa hiyo sasa kuna ukiwa unatajwa kwenye tabia za ujeuri nini, ujue wewe uko, yani sio mtu ambaye unaweza kufanikiwa. Lakini ukitajwa kwenye tabia njema nzuri, ni mtu ambaye unafanikiwa. Kwa hiyo uchapa kazi lakini na maadili ya tabia njema. Ukiweza hiyo, mimi sina shida na mabosi wetu hawana shida, wako tayari kulipa. Mimi nasema sio kwamba hakuna shida ya hela. Hakuna shida ya hela, kuna shida ya tabia mbaya chafu. Watu ni wavivu na on top of uvivu ana tabia chafu.
yani mtu nilijeuri, ni sijui likorofi, sijui unaelewa, haliambiliki na bado livivu. Sasa utapataje hela? Wataishia kusema tu hamna hela, lakini sio kweli. Watu wenye tabia nzuri na wachapakazi hawana shida za hela zinawatafuta. Kwa hiyo mimi nakukaribisha sana. Tutaendelea kufuatiliana, kwa maana ya kwamba sasa ukishakuja hapa kwetu sisi tunakuwa na mkataba ule wa mwaka mmoja. Tutafanya follow up pale utakapopangiwa kazi, kujua unaendeleaje, tutakupatia feedback zako. Kwanza hata ukiwa hapa kituoni tu tunakwambia sisi hapa ni chuoni. Chuo. Sawa tunakwambia tuogopi mtu yoyote, uje na umri wako, uje sijui mama mke wa mtu, sisi hapa tunakusaidia. Chuo chetu ni cha kuanoa, kuwaelekeza vizuri namna ambavyo mnaweza mkaboresha maisha yenu, mkatoka hatua mliopo, na wale waliotusikiliza kwa kweli wanafanikiwa. Yani wanafanya vizuri sana. Kuna wadada walikuja hapa wanalipwa 100,000, sasa hivi wanalipwa 500,000. Kwa nini? Kwa sababu wamekubali kutusikiliza na wakafata ushauri wetu, wakafanyia kazi, na leo hii wamekuwa ni maprofessional. Kwa hiyo kama utasikiliza ushauri wetu, hamna shida, yani hakuna lazima tu utafanikiwa. Sawa Sawa. Haya, karibuni sana, mimi nawatakia majukumu mema. Asante. Haya, bibie. Na wewe wewe nikisikia sijui umefanya mambo yako huko hata sitashangaa, ila nikisikia huko kazi unapambana nitashangaa. Sijui unaelewa, yani nikisikia wewe unafanya kazi vizuri, unapambana, nitashangaa, ila nikisikia tu umezingua sitashangaa. Huo ndio ujumbe wako. Wewe nenda kani prove wrong, nenda ukafanye sasa nishangae kwamba Lucy yuko kazini tena bosi wake anamsifia kweli. Wapo wadada wachache ambao niliwatilia mashaka, lakini wamenishangaza, wanafanya vizuri na tena wanalipwa vizuri. Hiyo 300,000 ulioitaja, mimi nimekupa changamoto. Kama kweli unaitaka 300,000 hata 500,000 au milioni, dili na tabia zako. Nyoosha tabia zako vizuri, usiwe mtu wa kona, nyooka, halafu chapa kazi. Hela unazipata Lucy. Sawa. Haya jamani, mimi nimemaliza. Haya, ngoja nikalee mwanangu sasa.